Na mtazamaji wa Scope Media, tuko na mwenezi shabiki wa Azam FC, shabiki maarufu zaidi wa Azam FC. Mzee kwema? Mimi namshukuru Mungu bwana. Kutoka Kilwa hiyo. All the way from Kilwa Kivinje. Kilwa finest. Unapoza kwa kwanza. Home sweet home. Mambo ni mengi mwanangu, niambie. Vipi kabisa? Fresh kabisa. Usajili unaendelea bwana. Pressure za hapa na pale, kelele ni nyingi. Sofa, kwanza unauonaje usajili wa timu yako sasa? Kiukweli katika usajili ambao mimi binafsi nimewahi kushuhudia kwa macho pale Azam FC unafanyika kwa uweledi mkubwa, unafanyika kwa kuzingatia vigezo na mahitaji ya timu. Ni usajili namba 1. Kiukweli tumesajili watu kweli, tumesajili watu ambao wanakuja pale, ukiangalia profile zao walikotoka, unaona kweli kwamba huyu ni mchezaji. Hatujachukua wachezaji wa kubahatisha au hatujachukua wale wachezaji wa historia. Unajua kanuni moja ya mchezo wa mpira wa miguu ni kwamba usisajili wachezaji kwa historia. Yani ile alikuwa haipendezi sana kwenye mpira. Current form ndio huaga inahitajika. Kwa hiyo tumechukua wachezaji ambao walikuwa kwenye form mzuri kwenye msimu uliopita. Ukimzungumzia mtu kama Henok Molia amefanya mambo makubwa sana akiwa na AS Manyema. Ukimzungumzia mtu akiwa na Lupopo, ukimzungumzia mtu kama Lupini amefanya mambo makubwa akiwa na Manyema. Kwa hiyo kuna vitu tunaviona kwamba huyu mtu akuitwa Makoma ndo hatari kabisa, akiwa na mabingwa Malta ameupiga mwingi sana. Kwa hiyo kuna namna ukiangalia usajili wa safari hii hasa inaonekana kwamba kuna kitu ambacho tunakihitaji mbele ya safari, na inshallah Mwenyezi Mungu panapo majaliwa atajalia Azam FC na balaa litakuja msimu ujao. Msimu huu hauna ahadi ya mapema. Msimu huu ahadi ya mapema kwa sasa hivi bado siwezi kuitoa. Kwanza nasubiria nione timu yangu angalau hata kwenye mechi ya kirafiki. Lakini msimu huu unajilipua mapema. John Mano kwanza nione John Mano kwanza yaliomo yamo. Umeelewa sijui? Yule zaidi ya Kitambala. Kwa sababu tushoe kuona wakati anaadhibu watu hapa Tanzania. Sawa? Kwa hiyo naamini atakuwa zaidi ya Kitambala. Ila tuje atakuwa na moto ule ambao alikuwa nao, kwa sababu hata alikotoka ameperform vizuri. Ndio ambaye nimekwambia kwamba tumejaribu kuchukua wachezaji kwa current form. Kwa hiyo ni wachezaji ambao tunaamini watu tuangusha. Kwa hiyo ndugu yangu, yajayo Azam FC yanafurahisha. Umesema mmefanya usajili mzuri, lakini nimeona wachambuzi mbalimbali kama Heavyweight anasema wachezaji wa Azam FC wengi amewataja, kwa mfano yule beki hawezi kuperform, nani hawezi kuperform. Ile ndio inaitwa VAR ya uchambuzi wa viwango vya wachezaji Tanzania. Mbona unacheka? Scope za kuchonganisha watu. Ile inaitwa nini? VAR ya uchambuzi wa viwango vya wachezaji Tanzania kwenye usajili huu. Chambuzi mapanki, chambuzi macho manne. Ndugu yangu, hakuna mtu ambaye ana uchambuzi wa hovyo ambao nimewahi kumshuhudia kama huyo mtu ambao unamsema. Jamaa hajui kabisa kuchambua mpira. Hajui kabisa. Kwa nini? Yaani nchi ya Tanzania timu ambayo imesajili vizuri yeye kwake ni Simba Sports Club. Alafu mbaya zaidi ni kwamba ni mchambuzi ambaye anakulazimisha kwenye rangi nyeupe uone rangi nyeusi. Kwa nini? Anatuambia yule steka wao, nani anaitwa yule steka ambaye amekosa goli juzi hapa? Dumbia. Umeona? Yule nani wanasema mwenyewe anamuita Victor ni Sameni. Sio Osimeni. Yule ni Victor ni Sameni. Umeelewa sijui? Wamemleta yule mchezaji. Anakosa magoli, yuko yeye na goli. Hivi kweli mchezaji ambaye ana instincts za ufungaji anakosaje magoli kwa nafasi kama ile? Mara moja mechi. Hakuna cha mara moja. Tukishaambiwa kwamba wewe ni ngariba, au sio bwana? Tunachoamini hata ukipewa mtoto wa tajiri utakata govi, ukipewa mtoto maskini utakata. Isiyo mbetio kwa sababu mkutana naye kwamba unataka kuanza kukosea, ukiuliza ushaua mtoto wa watu na ushatuambia ngariba. Mtoto wa watu ashakufa, unafanya utamrudisha. Kwa hiyo yule tuliambiwa yeye ni mfungaji. Nafasi kama yeye anakosa. Na amekosa nafasi hizi. Alafu unakuja kutuambia kwamba yule mchezaji unakaa unamsifia na unajua kuwaomba watu kwamba wasimalize maneno. Eti watu wasimalizie maneno. Wewe mbona unamaliza maneno kwa wachezaji wa watu? Sisi ametumalizia maneno kwa Makoma, kiungo wa mpira midfield. Mimi nakwambia katika kiungo, safu bora ya kiungo Tanzania msimu ambao unakuja, Azam FC itakuwa namba 1. Inaonekana hawezi kuperform kutokana alikotoka na hivyo. Ametoka kwa mabingwa Malta, hawezi kuperform kwa sababu gani? Sasa huyu, kwa hiyo wao wanaamini kwamba huyu anatoka kwa wachezaji timu imeweza nafasi ya 7 Mali atakuwa mchezaji mzuri kuliko huyu anatoka kwa mabingwa Malta. Ndio nataka kutuaminisha hivyo. Ndugu yangu, amesajiliwa yule nani kinyozi wa Yanga. Yule nani? Umeona maneno aliongea? Yaani yule naye mchezaji mbaya. Yaani yeye kwake wachezaji wote timu zote wabaya, wazuri wako kwake tu.
Anapokuambia wewe uamini kama ni wabaya. Wachezaji wangekuwa wazuri wangekuwa wanatambulishana mapensi. Mzaji amevaa pensi na jinsi misuruali, unakuja kutambulisha kuja kutuambia wachezaji wa kweli. Wakati wachezaji wa kweli tunawaona. Hamna, yani nikwambie kitu kimoja. Dula akitaka unajua lakini kuna kasuma moja mimi naiona sana. Hii hali tumewahi ku-experience na nadhani hii nikwambie kitu kimoja. Imekuwa kama ni tabia, hususa kwa wachambuzi ambao wanakuja hao ni upcoming. Wanaikuaga na hiyo tabia. Kuibomoa sana Azam FC. Nadhani ndio timu yao ya kwanza wanaifanyiaga mazoezi. Iliwahi kutokea kwa Hans Rafael. Kuna kipindi wakati anakuja sasa hivi alikuwa anaipasua sana Azam. Sana. Ikatokea hiyo kwa mtu anaitwa nani yule wa Wasafi Mwarabu yule nani? Nasir Arufani. Hivyo anapiga sana mawe Azam, piga sana mawe. Na muona na Heavyweight Dula. Kwa hiyo ni kama watu fulani ambao kwenye kujifunza kuanza kuzipasua timu yao ambao wanaifanyaga mazoezi ni Azam FC. Wakishajiona kwamba labda ndo kama hivyo wamejibiwa na huyu ndo wanaanza kuangaza wanaanzaje kupiga kwenye hizi ngome ambazo wanaamini wao ndo ngome kubwa. Lakini mimi naona kwamba wanakuwa wanafanya upuuzi zaidi baada ya kuweza kuchambua mpira. Unafanya upuuzi kwa maana gani? Hutaki kuongea ukweli. Hautaki kusema jambo lililopo. Hivi wewe mchezaji ambaye amefunga goli 17 au sio bwana na assist sio 2 sio assist ngapi mali unakuja kumtukana na mchezaji ambaye ana 20 plus goal and assist goal contribution kwenye ligi ya kwao Kongo, unakuja kusema sio mchezaji afu unatoalisha huyu ndo mchezaji. Yaani unatuaminisha kwamba huyu Dumbia ndo mchezaji kuliko Heno Kimulia. Mchezaji ambaye amecheza mpaka kwenye kombe la shirikisho na amefanya vizuri, amefunga goli na kuassist. Huyu Dumbia amecheza wapi? Kacheza mashindano gani ya kimataifa kwenye timu yake? Kuna mchezo wa kimataifa amecheza. Ila wewe unatuaminisha kwamba eti yule ndo mchezaji kuliko huyu. Wewe unajiuliza unamwangalia huyu vipi? Unajua kabisa kwamba humu hamna kitu, ila ndo ile Mungu nambe saa mambo ya Mungu amjalie au sio bana, kama kuna mjomba wake au anampompoa na mtu fulani bana, kaa hapo na wewe kwa sababu ulionekana nawe ukikaa kwenye vimaiki unaongeongea maneno mawili matatu, kaa hapo na wewe uombe Mungu. Lakini kumbe kuna watu wengine uchambuzi wa kukaa kwenye sina kamera mzuri unawadhuru, hawawezi. Wao wanachokiweza kukaa sehemu ambazo za ovyo ili waweze kuongea, ndo yule. Sio mimi huwezi kumweka sehemu kama ile, anashindwa kuperform kwenye kile kiwango ambacho mwanzo wewe ulimuona nacho. Sisi umeelewa? Yaani kama mchezaji unakosema mchezaji wale madaraja ya chini, ukimleta kwenye nyasi nzuri ambazo zinamwagiliwa, nyasi za bandia, hawezi kucheza, ndio Dula. Unaamini anaichukia Azam? Unaamini anaichukia Azam? Kwanza hata kama akichukia hawezi, yani yule unajua kuna watu wakikuchukia, wakikupenda hawakuongezea kitu chote. Kwa hiyo Dula aichukie, aipende Azam wala, yani hahitaji upendo wa Dula. Yani Azam FC hakuna hata siku moja kwamba itakaa na sasa hivi utakuwa jamani sisi tumekosa upendo wa Dula. Hiyo haitowezekana. Yani aichukia atakavyoichukia. Na yeye wala sio wa kwanza kama nilivyokuambia, wala sio wa kwanza. Ila Azam FC iko wapi? Iko juu. Iko pale na kila mtu anayezungumziaje? Sawa tunaambiwa tunafeli sawa, lakini sisi tuko pale kila siku. Mbona waambiwa watu wengine wachukue makombe? Polisi Tanzania simepanda ligi. Mbona waambiwa waje kuwa mabingwa Tanzania? Anapewa lawama Azamu tu. Kwa sababu gani? Nguvu, mna hela, mna kila kitu. Kuna status ambayo tumeshajitengenezea. Umeona? Kwa hiyo maana kuna hatua chache ambazo tumezibakiza ndio ambazo kila mtu ana complain kuhusiana na sisi namna ya kuchukua nini? Kuchukua ubingwa. Kwa sababu tayari kuna hatua tumeshazifikia. Kwa hiyo kuna hatua chache ambazo inabidi tuzimalizie. Hasa wakati tunazianza hatua hizi alikuwepo Dula. Wakati tunaanza kabisa kwanza kujimaliza kikirikiro alikuwepo. Kwa hiyo acha aichukia aipende yeye shauri yake. Ila point ya msingi ni kwamba ili aweze kujitengenezea credibility ya kuwa mchambuzi bora, wamepita watu pale. Wasafi wamepita watu blaza. George Ambangile mashine ya kazi imepita pale. George Jobu amepita pale. Watu ambao unajua kabisa ukikaa ukimsikiliza unajua yes anaongea vitu ambavyo ndani yake unaona kabisa kuna vitu ambavyo unaweza kuvichukua na ukajua kwamba hiki nimekisikia kwa mchambuzi wa mpira. Lakini mchambuzi ambaye anakuaminisha kwamba huyu ni steka mzuri wakati unamuona ni steka mbovu. Mchambuzi ambaye anakuaminisha kwamba timu ni moja. Stellenbosch sisi tumemchukua beki Henry Stanik, lakini kuna watu wamemchukua kiungo. Ila unaambia yule kiungo ndo bungi la mchezaji. Unaambia ndo bungi la mchezaji yule kiungo anaitwa nani sijui, kuna kiungo wamemsajili hapa Simba. Umeona? Hilo inaonekana ndio yani dunia hii haijawahi kuona mchezaji kama yule. Lakini kwa timu gani ametoka? Stellenbosch. Beki wa Azam uliomsema kwamba hajui kukaba, sio mchezaji wa maana. Ametoka timu gani? Stellenbosch. Hasa mbona na wote manake wameondoka Stellenbosch. Maana kama kutuambia kwamba kwetu sisi ni wa kawaida, ndio maana amekubaliwa kuondoka. Kwani yule naye hajakubaliwa kuondoka? Angekuwa na maajabu angemwacha. Mbona si fair atumwachi? Sio. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaongea vitu ambao unajua kabisa Dula bado ushawishi wake ni mdogo. Bado sana. Afanye kazi ya ziada ili aweze kuwa mchambuzi mkubwa. Mwenezi moja ya timu ambayo inapigiwa upatu mkubwa kwenye ubingwa lakini kwenye kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa kwa msimu unaokuja ni Azam FC. Kwanza kulingana na usajili ambao mmeufanya, lakini cha pili kulingana na mwalimu ambaye mpo naye. Mmoja wa walimu ambao kwa msimu uliokwisha naweza kusema ndio kocha bora wa ligi
kwa sababu amekaa kwenye timu kwa muda mrefu, hajapoteza michezo mingi na timu ilikuwa na performance nzuri, isipokuwa kuna mistake chache zilizotokea mkashindwa kuwa mabingwa wa ligi. Mnajiona wapi msimu unaokuja kwenye michuano ya kimataifa na usajili huu? Kwanza kwenye msimu ambao unakuja Azam FC tunajiona kwenye kufanya vizuri zaidi kwenye mashindano ya kimataifa. Nadhani kwenye mashindano ya kimataifa kuna namna ambavyo tunaenda kufanya vitu ambavyo it's either havijawahi kutokea kwenye taifa la Tanzania au kama vimewahi kutokea basi mara chache. Kwa hiyo na sisi tunaenda kuongeza idadi ya ile jambo kwenda kutokea. Kwa hiyo naamini kwenye mashindano ya taifa, kuna kombe la shirikisho msimu ujao, Azam FC kwa kikosi ambacho tunacho, unajua kwanza tumeweza kuitunza ile krimu yetu ya wachezaji wazawa, au sio bwana? Na ndio krimu ambayo ukiangalia msimu uliopita most of the time utakuta ndio timu ambayo ilikuwa inafanyaje, inacheza. Sio tumecheza sisi finali mechi na Simba, wachezaji 9 ni wazawa. Sijui kwa hiyo unapata picha hapo kwamba wale ndio walikuwa Azam FC. Ndio maana wale wengine tukaona kwamba sasa nyinyi kama hamuwezi kucheza, mnafanya nini Azam Complex? Njoeni watu wengine ambao mtaweza kuwa challenge hawa ili timu izidi kuwa bora zaidi, japo watu wanaongeongea sana. Kwa hiyo point ya msingi ni kwamba tutazidi kuwa bora kuliko msimu ambao uliopita. Krimu yetu wachezaji wazawa tumeshikilia na tumeongeza watu wengine wapya ambao tunaamini watakuja kuchallenge kwenye ile timu ambayo ilikuwa inacheza msimu uliopita. Kwa hiyo kuna namna sisi tutakuwa bora kuliko msimu uliopita. Kwenye swala la ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, kiukweli mimi ni miongoni mwa watu ambao huwa naliongea ili na wewe siwezi kuliacha kuliongea. Azam FC ni timu ambayo ina uwezo wa kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa asilimia zaidi ya 200. Lakini tu ligi ya Tanzania kuna mtihani ambao upo hususa kwenye timu mbili. Bodi zao za wadhamini wamejaa sana wanasiasa. Sasa sisi wengine bodi ya wadhamini wanasiasa hatuna. Ndio tunakwamia hapo tu. Yeah. Lakini ukizungumzia hapo kwenye swala la usajili, umesema maondoka watu wala wa kigeni, mmeleta wengine. Nimeona juzi Haji Manara aliandika na akazungumza akasema kwamba hii usajili wa wachezaji wengi wa kimataifa ni mbinu tu za kuwapiga mabosi. Wanatengeneza watu mbinu za kuwapiga mabosi. Ndio maana mnaacha wachezaji wengi, wengine mnasajili wengine. Ni kama mnataka kuwapiga mabosi. Kwa nini msilete wachache wenye heavyweight, wenye uzito wa juu wakaweza kuwasaidia? Unajua mitazamo, kila mtu anahusiwa kuwa na mtazamo wake. Kila mtu anahusiwa kuwa na mtazamo wake. Huu ni mtazamo wa Haji Manara, sawa. Inawezekana kweli na inawezekana isiwe kweli. Sasa inategemea hao watu ambao wamekabidhiwa zoezi la kusimamia usajili ni watu wapigaji. Kwa sisi Azam sisi sasa hivi na kuhakikishia sisi CEO wetu sasa hivi hata habari za kupiga ana, kwa sababu kwanza mpaka La Liga yani kiongozi wa La Liga. Umeelewa? Kiongozi wa La Liga. Haya anakuja kupiga hela huko, anakuja kupiga hela gani? Ambapo ataipata nyingi zaidi kuliko La Liga. Sio? Ila sasa hawa wachumia tumbo. Huku kuna sehemu kuna miliki, kuna vitu nimevisikia jana usiku. Umeona siku kuna watu bilioni 2 mchezaji na miaka 36. Peter Charuna namzungumzia. Wewe ndo unataja jina sasa. Ndio kasajiliwa jana usiku. Bilioni 2 mchezaji na miaka 36. Misimu miwili yake ya mwisho hajafikisha hata goli 15. Amefunga goli 11 msimu wake wa wa msimu juzi, msimu jana amefunga goli 3, moja la penalti. Kuna namna ambavyo unaona kwamba hapa kuna mtihani sana. Kamari hii ni kamari ambayo zaidi ya kolokolo. Maana kolokolo sikinafunikwa kikombe afu amuoni. Ila hii Kamari ni zaidi ya kolokolo. Kwa hiyo kuwasaidia wale. Hawezi? Kuwasaidia. Unajua ndio maana tukasema usajili unabaki kuwa kama Kamari. Umeelewa? Lakini kwa namna ambavyo namba zake zimekuwa Peter Shalolile. Sijui kama kweli wanasema kwamba tembo hawezi kukonda kufika kama mbuzi. Wanalisema neno hilo. Sawa, na mimi nafanyaje? Nalikubali. Lakini namba zake yule bwana zinatisha. Umeona zinatisha kwa maana gani? Sio kwa zinatisha kwa maana kali. Zinatisha hizo namba za misimu miwili. Namba zake haiwezekani striker kama Peter Shalolile msimu uisha na magoli 3 alafu moja la penalti. Yaani huu ni mtihani mgumu. Yaani hapa kuna namna ambavyo bwana ushawishi wake inabidi uwe mkubwa ili kuweza kushawishi watu wakaelewa, na unless otherwise kwa bilioni 2 2B striker mwenye magoli 3 bilioni 2. Hapana. Hapo kwa Shalolile nimesikia pia taarifa zingine jana usiku zikaniogopesha. Kwamba nimesikia pia wanamzungumza, mimi nasikiza kwa watu kama unavyonifahamu. Nimemsikiza walikuwa wanamtaja Shalolile, wengine Simba akaenda Yanga. Nimesikia pia watu jana, baadhi ya Simba jana usiku wanasema Simba wamechukizwa, wamekasirishwa Shalolile kwenda Yanga.
Hivyo basi nasikia tajiri ni Dr. Mohamed anasema Faisal Salum muda wote tu pale Msimbazi, na anasema Jeruti anamaliza hilo jambo. Watauponza. Watauponza. Tamaa. Hamna kitu kibaya kama kuwa na tamaa na vitu ambavyo si size yako. Si yani hauwezi kuviafodi. Hauwezi hata kama yani, unajua mimi niko kitu kimoja. Umeona mimi leo? Umeona mimi? Mimi leo na harakati zangu na biashara mambo yangu ya udalali au sio bwana? Ukinijalia, ukaniambia bwana mimi mwenezi wewe rafiki yangu au sio bwana? Ila naomba nikukabidhi hii hapa V8. Umeona? Hii V8 iwe gari yako kuanzia sasa hivi. Ila usiuze. Ndugu yangu utakuwa umenipa masharti magumu. Na sijui kama nitaweza kupambana nayo. Kwa sababu starter V8 mafuta lita 1. Sio yani hiyo ndo starter, hujakanyaga accelerator ili uondoke. Sijui umeelewa? Kwa hiyo manake ni kwamba mimi uwezo ambao ninao sasa hivi ukinikabidhi gari kama ile wote mimi utakuwa unanitesa. Ila ukinipa mchuma ule. Oya hii chuma yako nakwambia fresh mwanangu. Sikilizia anapoanza kutafuta madalali. Oya kuna chuma hapa. Milioni 200 na kitu. Inasukumwa ile au sio bwana? Nenda kuchukua zangu ST au nenda kuchukua zangu Prado, yani Prado za kawaida. Yani nenda kuchukua gari ambazo nenda kuchukua na Probox. Umeelewa sijui? Najua kabisa nikitoka hapa mpaka Morogoro litai. Mbona nimeenda? Google lita hizo. Hiyo ndio gari ambayo mimi nitaweza kuihudumia. Sasa wale Simba wakisema wanamtaka Fei, wewe kwanza leo mshahara milioni 50 unautoa wapi? Kwa bosi gani ambaye bosi gani? Kwa hiyo analipwa na bosi gani? Mlio wa ng'ombe au huyu ambaye nani bosi Eliza? Yaani analipwa na nani katika wale mabosi? Baki si kuna mlio wa ng'ombe na bosi wa Eliza? Si mabosi wawili? Kuna bosi mlio wa ng'ombe. Sio kijoke. Ndio maana wewe ndo kunichonganisha. Kwa hiyo unaangalia sasa hapa bosi gani ambaye atakuwa anamlipa Fei? Atakuwa anamlipa kiasi gani cha pesa? Lakini vivyo usisahau kwamba Fei ni brand ambassador nini? Bidhaa zote sio wai. Yaani bidhaa zote hizi ni brand ambassador. Page yake wewe unaonaga anapopost. Unajua analipo shilingi ngapi kule? Amesaini shilingi ngapi? Kuna namna ambavyo inabidi ili kabla hujajitia tamaa ya kumtaka mchezaji, angalia yule mchezaji namna ambavyo maisha ambayo anaishi akiwa kwenye timu husika. Wanasema anakiwa afate makombe sehemu ya mafanikio pale anapocheza, wanasema si hadhi yake. Nawaambia kila siku duniani ni kwamba Mwenyezi Mungu ametuleta duniani kwa ajili ya kazi mbili tu. Kumwabudu ili tuweze kuwa na mwisho mwema, lakini kutafuta pesa, sio pesa, kutafuta pesa ili uweze kuishi maisha mazuri duniani, usiishi maisha ya kizariri. Hakuna hata sehemu moja ambapo mwanadamu anahangaika duniani kutafuta medali. Medali utafanyia nini? Niambie duka gani la manga ambalo utaenda utamkabidhi medali afu akakupa kiloba cha kilo 25 cha unga? Utaenda kwenye duka gani? Iwezekani ni swala ni kutafuta pesa. Sio imekufei pale alipo sasa hivi. Ndio maana nitajie mzaji ambaye wewe umemuona ameenda picnic ya muda mfupi mara baada ya kusimama ligi nje ya nchi nani? Mpanzu. Wazao Mpanzu mpaka kwanza Mpanzu mchezaji na unataja wachezaji wazikani kwenye daraja la Fei na kuja kumtaja Mpanzu, achana naye huyo. Tutaje wachezaji kweli. Wale wazao wa Tanzania wachezaji wazao. Ndio walioenda. Kwa nini ameenda? Pochi inasema, akaunti inasema. Yaani kuna mtu unakuwa na hela zinakulazimisha kufanya vitu. Sio umeelewa? Kwamba watu kabana nenda Ibiza. Hela inakusukuma, nenda Ibiza. Nenda Dubai. Yaani hela inakwambia wewe nenda bwana. Sasa wewe mwenzangu na mimi unajaribu kuangalia akaunti yako inakwambia za ndugu yangu. Kwa hiki kilichokuepo huko. Baba. Ukisubutu kwanza kutia tu ile kadi kutoka kutoa hela, akaunti tayari inakwambia kabisa kwamba kiwango kilichobaki kinasikitisha. Kwa hiyo kuna muda mwingine waache tamaa za vitu ambavyo hawezi kuviafodi. Faisal sasa hivi daraja ambalo analo, hakuna timu yote Tanzania ambayo inaweza kumiliki Faisal tofauti na Azam FC. Hakuna. Niwapongeze bana, nimemwona Adolf Mtasingwa, tumalizia hapo Adolf Mtasingwa, mchezaji wenu, kijana wenu. Game ya kwanza tu wa South Africa wenyewe wasema jamaa alikuwa wapi huyu? What a player. Adolf Mtasingwa Betegeko, mchezaji ambaye anaweza kuongea Kiingereza kwa ufasaha zaidi kuliko wachezaji wote Tanzania. Hii inakuthibitishia kwa asilimia zaidi ya 100. Adolf Mtasingwa. Na ndio mchezaji ambaye ukitaka kujua kwamba alikuwa na kitu kimoja kinaitwa akili zake zilikuwa ziko vizuri. Umeelewa? Afya ya akili ilikuwa imenyooka. Amepigwa sana mawimbi mengi. Anaenda huku, anaenda huku. Huyo huko hakukufai. Ametulia, anasubiria dili yake ya Kaizer. Dili ya Kaizer ujue watu hawajui tu. Katika madili ambayo yalikuwepo mapema kabisa ni pamoja dili ya Kaizer ya nani. Lakini ulimsikia nani anaongea? Watu walikuwa wanafanya mipango, walikuwa wanaongea kijana wetu yule ametoka kwenye academy yetu. Mchezaji wa kwetu.
Sijui umeelewa sijui. Hauwezi kuwa na pressure naye. Lakini vile vile unajua kwamba huyu kwa sababu ile timu ipo kwa ajili ya kuwatakia mafanikio wachezaji. Kwa hiyo umeona kabisa kwamba anafaa, ameenda kule kama ulivyoona. Wanajiuliza alikuwa wapi kwa muda mrefu. Alikuwa wapi Betegeko wa South Africa Kaizer wamevurugwa na wanaamini kwamba sio achilia mbali hivyo tu wanakwambia yule ni zaidi ya nani? Mokoena. Kwa nini wanasema vile? Wanaona sasa unabidi ujue kwamba ile ni product kutoka wapi? Azam Complex, kwenye timu ambayo inalelea vijana, kwenye timu ambayo inawatengenezea mazingira bora wachezaji wa kizao wa Kitanzania lakini pia na wa kigeni. Mmefandisha kumuuza yule, wanaanza wanasema wanamhitaji na Faisal wao wenyewe, lakini wanakuambia bana tunataka na Salum, wenyewe wanamuita Salum, wanamtaka Salum kwa sababu umeshaona hii mali mmewapa, mjauzia mbuzi kwenye gunia. Unajua kuna ile biashara aliouziwa nani, kauziwa bandia na wale toa hela bandia, lakini wao mmewapa mali na wenyewe mmewapa mali. Wanamzungumzia na Salum pia. Salum kwa maana Fei. Sasa inategemea watatajua shingapi. Kama wataafodi, si ndio biashara? Si ndio biashara? Wale mnaweza kuwauzia, wale naweza. Yaani Faisal kwa sisi, hata mimi mshabiki wa Azam FC, kwa mtu kama Faisal kwenda international hata sisi hatuwezi kuwa na matatizo, lakini kipengele chetu kiwe kile kile. Hata mimi naambia boss kipengele kibaki kwa kile kile tu kama cha Kipre Junior. Afa ya luke huko, lakini ukisikia ngende anakuja Tanzania Azam FC. Basi hiko ndo ambacho tunakitaka sisi. Kwa hiyo hata kama Kaizer watakuja, tutawaambia bana tuliwakatalia watu bilioni 10. Tunataka mtupe bilioni 15. Sasa kama shauri ile mwenye magoli matatu bilioni 2, huyu anakosaje kwa bilioni 15? Kwa nini sio hivyo? Unaambia tupe bilioni 15, ana sign contract, nenda kacheze, na sisi tunaambia bana inshallah kijana nenda kazime, tunakuaga kilo safi kabisa. Nenda kacheze. Lakini huko ukisikia Complex. Shukrani. Asante.